Mengi yamesema kuhusu Edwin Watenya Sifuna, seneta wa Nairobi ambaye siasa zake kwa sasa hivi zimepanda kuliko mwanasiasa mwingine yule. Lakini leo hii tupo na Bishop Israel ambaye anatuambia ni yapi ambayo yanaendelea katika siasa zake Edwin Watenya Sifuna, kwa sababu kuna fununu kwamba huenda akawa naibu wa rais mwaka wa 2027. Hebu tumkaribishe tusikie yeye akona unabii upi kuhusiana haya ambayo yanakuja. Karibu sana Bishop. Asante sana. Penina Rasugu TV na Digital News TV. Siku ya leo namshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo ametupatia mahali hapa siku ya leo, ili pia tuweze kuzungumza mbale Mungu ameweka ndani yetu. Kuna jambo ambalo nataka kuzungumza kuhusu Sifuna, kwa sababu watu wengi nafikiri hawajui Sifuna, na kuna wakati nilitabiri kuhusu Sifuna kwamba kuna wakati ambapo itafika na watu wakose kumuelewa, kwa sababu vile alivyokuwa mwanzo sio Sifuna wa kale. Sasa ni Sifuna mwingine. Unajua watu walipomwona Sifuna, jambo la kwanza walimdharau, wakaona tu ni senator, izamea senator na hana lolote. Lakini hawakujua mapenzi ya Mungu, mpango wa Mungu juu ya Sifuna ulikuwa upi. Na nitawaambia tu leo, labda katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wa 11. Katika nyumba ya Yese kulikuwa na vijana wengi wenye nguvu, na hata walijulikana sana, na hata walikuwa katika military. Na hao ndio walijulikana kwamba katika nyumba ya Yese ndio watu ambao wanajulikana. Hivyo hata Samueli alipotumwa katika nyumba ya Yese, watu hawakutarajia kwamba ataenda ku anoint David, kwa sababu David alikuwa hajulikani. David kazi yake ilikuwa ni kuchunga kondoo. Lakini walishangaa sana kuona kwamba wale vijana wenye miraba wote, ama wale watu wenye nguvu wote wanaojulikana hawakuchaguliwa. Na kuna kitu moja nataka kuzungumza kuhusu Sifuna. Kuna watu ambao waliona tu Sifuna amea senator, mtu ambaye hana lolote, mtu ambaye labda tu anazungumza kwa niaba ya ODM. Lakini sasa tunapozungumzia kuhusu Sifuna wa sasa, sio Sifuna aliyekuwa kitambo. Sifuna wa sasa ni Sifuna aliye na kibali cha Mungu. Sifuna wa sasa ni mtu aliye na utawala ndani yake. Na kuna watu ambao hawaelewi Sifuna ni nani. Kuna wengine wanangoja kwamba Sifuna labda aende kuwania kile kiti cha useneta cha Nairobi. Lakini nataka niwaambie kwamba Sifuna amepita kiwango cha kuwa senator. Sifuna ni mtu ambaye ni mkubwa sana katika serikali hii itakayoundwa, kwa sababu watu hawajui, lakini hata jina lake litashangaza wengi, ama ile position atakayokuwa itashangaza wengi sana, kwa sababu position atakayokuwa kuna watu wao tarajii kwamba atakuwa kwenye position, lakini mpango wa Mungu kwamba Sifuna position atakayekuwa itawashangaza wengi, kwa sababu si watu wengi wangetarajia labda jina la Sifuna kuna wakati litafika mahali na liinuke juu. Ninasema kwamba Mungu akisema ndio, hakuna atakayepinga, na Mungu akisema ni wewe, lazima itakuwa ni wewe. Na kwa wakati huu nitawaambia kwamba jina la Sifuna linaenda kuinuka, na jinsi hata limeinuka zaidi, na lakini kuna kiwango ambalo lile jina litakuwa na haitarudi chini tena. Kwa sababu Sifuna yuko katika watawala ambao ni wakubwa sana katika nchi hii, ambao watakuwa natawala katika nchi hii ya Kenya. Na nafikiri leo sitawaambia so Sifuna atakuwa mmoja wa wale watu ambao watakuwa wakuu sana katika nchi hii ya Kenya. Na maana sasa unapoangalia nao jina la Sifuna, tukianzia hata mahali ambapo ametoka, jina la Sifuna halikujulikana sana, lakini kwa sasa Western Province jina la Sifuna wanalijua. Ukitoka hapo nenda hata Kisumu, mahali ambapo Sifuna alikuwa tu just secretary wa Raila ODM. Wa ODM. Jina la Sifuna limejulikana na limeinuka sana. Ukitoka pale nenda sehemu za Kajiado, jina la Sifuna limejulikana sana. Toka hata Kajiado enda hata Central Province, hakuna mtu ajui Sifuna. Toka hapo enda Meru, hakuna mtu ajui Sifuna. So nafikiri kwamba weekend hii pia wanaenda sehemu ya Machakos. Kuna kitu nataka niwaambie,
kimoja kwamba Sifuna amepata kibali. Mungu amempa kibali, popote atakapotembea katika nchi ya Kenya atapata kibali. Na ni vigumu sana uende mahali ukute watu wanaongea vibaya kuhusu Sifuna. Jambo la kwanza, Mungu anapokupa kibali unakubalika popote. Na Mungu anapokuweka juu, hakuna mtu atakayekuweka chini tena. So jina la Sifuna sasa limewekwa juu. Na Sifuna amepata kibali. Na amepata kibali kwa watu wote katika nchi ya Kenya. Na inawezekana akawa on the top ya watu ambao watakuwa wanaongoza nchi hii ya Kenya kwa sasa. Wafikiri kwamba iwapo umesema kwamba umetoa utabiri kwamba Edwin Sifuna siasa zake ni kubwa sana kuliko siasa za kuwa seneta, na mahali ambapo atakuwa itashangaza wengi. Wadhania kwamba iwapo Sifuna atawekwa katika labda nafasi kulingana vile watu wanasema, anaweza kakuwa naibu wa rais mwenye atasimamishwa, atakuwa na ule ukakamavu wa kuleta kura zote, kwa sababu tunaona kwamba jina bado imeshakuwa kwa sasa tunavyoongea. Sifuna yoyote ambaye atatembea na Sifuna, kikapu chake kitajaa kura, kwa sababu Sifuna amepata kibali cha watu wengi sana, wazee na vijana. Na napoona sasa kama Gen Z katika nchi ya Kenya almost 70% saizi wanamunga mkono Sifuna. Na zaidi ya Gen Z pia kuna wazee ambao wanamunga mkono Sifuna. Kwa hivyo mtu atakayechaguliwa kuwa kupeperusha bendera na Sifuna awe chini yake, ina maana kwamba yule mtu atazoa kura nyingi sana na ana uwezekano wa kuwa rais. Na leo nataka niwaambie kitu kimoja. Yoyote atakayeungwa mkono na Sifuna atakuwa rais wa nchi ya Kenya. Huu ndio utabiri natoa saa hizi. Yoyote atakayeungwa mkono na Sifuna ndiye atakayekuwa rais wa nchi hii, kwa sababu jina la Sifuna sasa limekuwa jina kubwa sana katika nchi ya Kenya. Ameonekana akichanganya Wakenya sana Edwin Sifuna kwa kusema kwamba yeye hana haja kwa sasa kujipenda ama kuitisha kusema atawania kiti gani, lakini jambo lake kubwa na jukumu ni kuweza kuhakikisha kwamba wanamuondoa Ruto katika mamlaka ifikapo mwaka 2027. Kuna kitu kimoja ambacho mimi nazungumza kama mtumishi wa Mungu na kile Mungu ameweka ndani na vile ninavyoona na macho ya roho. Sifuna si mtu anajitakia makubwa. Sifuna si mtu anataka sifa kubwa, lakini Sifuna ni mtu ambaye anataka kuona demokrasia katika nchi imepewa kipaumbele. Sifuna ni mtu anataka kuona watu wanaishi kama Wakenya. Sifuna ni mtu anataka kuona Wakenya wanaishi huru katika nchi hii ya Kenya na wanafurahia matunda yao katika nchi ya Kenya, kwa sababu ni miaka nyingi Wakenya wameishi kama watumwa. Lakini mtu anaitwa Sifuna nafikiri hajitakii makuu sana. Lengo lake ni kuona kwamba Kenya hii demokrasia imerudi, na ni mtu ambaye anatumika sasa katika kuleta demokrasia katika nchi hii ya Kenya, kwa sababu unapomuona Sifuna hana ukabila ndani yake. Sifuna si mtu anasema kabila letu, na hata hakuna wakati amesema mahali anasema kabila letu. Lakini Sifuna ni mtu anayezungumza kwa niaba ya Wakenya, na ni mtu ndio sababu mimi nasema kwamba Sifuna ni mtu ambaye ameinuliwa na Mungu kupigania demokrasia ya nchi hii ya Kenya. Na itawashangaza wengi sana Sifuna mahali atakapokuwa katika utawala ujao, kwa sababu kuna watu naona wakijipiga kifua. Kuna wengine wanasema kwamba Sifuna tu anaongea, tunampatia muda kidogo jina lake liishe. Jina la Sifuna halitaisha kwa sasa, halitaisha kwa sababu Mungu amempa kibali Sifuna. Mungu amelituza lile jina, na kuna tofauti ya kutuza jina. Mtu akituzwa na Mungu hakuna atakayemshusha. So Sifuna mnayemuona saizi, kwa sababu watu wanauliza mchungaji, wewe unatabiri namna gani? Sifuna si mtu labda ameokoka, Sifuna si nani. Nazungumzia habari ya uongozi wa nchi. Nazungumzia habari ya uongozi wa mbingu. Nazungumza kuhusu uongozi wa nchi. Na ndio sababu nasema kwamba hakuna jambo litakalofanyika katika ulimwenguni hata kwa watawala wa nchi kabla Mungu hajanena na manabii wake. Kwa hivyo sasa nazungumza kuhusu uongozi wa nchi. Kuna wale ambao
wanasema kwamba Sifuna bado hajafikia kiwango cha labda kuwania kiti cha urais. Wengine wanasema kwamba bado hajafikia kiwango cha kuwa naibu wa rais. Labda inakuwaje? Kwa sababu kila mmoja anasema kwamba kama Sifuna tutampata kwa debe, haswa vijana wadogo ambao waliweza kupiga kura kwa mwanzo pale mwaka wa 2022. Wanasema iwapo Sifuna hayuko basi hatupigi kura. Kuna kitu nitawaambia watu na vile ambao nimesoma neno la Mungu katika Samueli wa kwanza 16 verse 11. Daudi hakuwa na uzoefu wa vita. Daudi hakuwa anajua hata kutumia bunduki. Daudi hakuna training alienda yote ya vita, lakini neno la Mungu nasema kwamba kwa kutumia silaha yake aliyejiundia ilimwangusha Sauli. Kwa hivyo Sifuna haitajiki kuwa kwamba ana uzoefu wa kuwa vice president ama ana uzoefu wa kuwa rais. Kinachojalisha ni kile kibali Mungu ameweka ndani yake. Kile kibali kinamwezesha kukalia kiti chochote katika nchi ya Kenya, kwa sababu jambo la kwanza, Mungu akiwa upande wako hakuna atakaye kuwa kinyume na wewe. Kwa hiyo Wakenya waache kuona kwamba Sifuna ni mdogo, labda kwa sababu ameinuka baada ya kuweza kutolewa katika kile kiti cha katibu mkuu wa chama cha ODM. Kuna jambo nazungumzia kwamba uongozi hautegemei miaka. Daudi aliongoza akiwa mtoto mdogo. Daudi aliingia kwa uongozi akiwa na miaka 12 na akatuzwa kuwa mfalme. Hivyo miaka haijalishi na utawala. Kinachojalisha ni kibali cha Mungu juu yako. Kinachojalisha kwamba ni Mungu amezungumza, ni Mungu amezungumza kukuhusu. Jambo la kwanza, kuna watu nasema kwamba Sifuna hana uzoefu wowote, lakini nimesema kwamba katika utawala hakuhitaji uzoefu. Katika utawala kunahitaji tu Mungu awe amekunyoshea mkono wake. So Sifuna, watu wanaonisikiza sasa, Sifuna kama amenyoshewa mkono na Mungu wa utawala, hahitaji ule uzoefu, kwa sababu mtu aliyechaguliwa na Mungu, mtu hufanya mapenzi ya Mungu. Na mimi nasema kwamba, na mnaelewa kwamba mimi nazungumzia habari ya uongozi wa nchi. Mna mtu akiwa kiongozi wa nchi si lazima aridhi ufalme wa mbinguni. Anaweza kuwa kiongozi wa nchi na ende kinyume na Mungu. Lakini nimesema kwamba kwa utawala ujao ni kwamba Sifuna amepata kibali machoni pa Mungu. Na kwa wale watakao kuwa katika utawala, Sifuna atakuwa on top. Atakuwa katika nafasi ya juu zaidi. Wadhania kwamba Sifuna labda kuweza kupewa, labda kama atakuwa pale juu katika kiwango cha labda rais ama naibu wa rais, wadhania kwamba hiyo itampa wale vijana wadogo sababu ya kuweza kujitokeza kwa wingi kuweza kupiga kura? Kuna kitu nataka niwaambie saizi. Sifuna hata kama atakuwa running mate, vijana watamunga mkono. Hata kama atakuwa atasimamia kama rais ama running mate, vijana wote watamunga mkono. Kwa ile position atasimama on the top, vijana wa Kenya watamunga mkono. Kwa hivyo natumai kwamba nimewajibu swali lenu. Maswali bado hajaisha. Kuna wengi ambao wanasema kwamba mzazi ambaye amekomaa kiumri anapoaga dunia, kabla aage dunia, kuna ule mtoto mmoja tu anaachia zile baraka zake kushikilia boma, na inasemekana kwamba huenda Edwin Sifuna ndiye alichukua ile jukumu lake hayati Raila Amolo Odinga. Labda wazungumzia vipi hayo? Kuna kitu kinaitwa manto. Watu lazima waelewe manto. Manto haipatiwi mtu yeyote. Manto hupatiwa yule mtoto ambaye yuko karibu na baba. Na unaona kwamba hata wakati Raila alipoaga dunia, mtu wa kwanza kumwendea na kufika pale kumguza alikuwa Sifuna. Na huenda ikawa kuna kitu ilimaanisha katika ulimwengu wa roho, kwenda tu pale kama mtu wa kwanza kwenda kumguza. Hawezi jua ni manto gani, lakini alisema kwamba
wakati ambapo waliambiwa, walipata taarifa kwamba Raila Amolo Odinga aliweza kuaga dunia, Sifuna alisema pia, amekuwa akisema katika rally zote za Linda Mwananchi kwamba wengine kina Oburu, kina Junet walimwambia wewe endea baba yako, lakini wao hawakuenda, Sifuna ndiye alienda. Kwa sababu walijua Oburu ndiye alikuwa karibu na baba. Hao wengine hawakuwa karibu na baba. Hao wengine walikuwa wanafuata tu, wanamfuata tu baba kwenye mgongo, na walikuwa wanakalia tu mabega ya Raila kwenye mgongo. Lakini aliyekuwa karibu na baba alikuwa Sifuna. So ndio nasema kwamba manto ya Raila kwa saizi aliyepokezwa hiyo manto ni Sifuna. Manto ya Raila na kuna kitu mmoja anasema kwamba manto ya Sifuna hata kama alipokezwa na baba, elewa sasa manto ya Sifuna spiritually ni double portion. Manto ya Sifuna saizi ni kubwa sana kushinda yenye ilikuwa na Raila, kwa sababu ni double portion. Mtu anapopokea double portion inamaanisha kwamba amepokea mara mbili ya yule aliyekuepo. So manto ya Sifuna sasa ni mara mbili ya Raila, ndio inaitwa double portion. Kwa hivyo mtu anaitwa Sifuna sasa ako na manto ile inaitwa double portion. Asante. Labda tulikuwa tunamuona hayati kabla kuaga dunia, alikuwa anamleta sana karibu Sifuna Edwin, na wakati mwingi pia alikuwa anazungumza, anasema when Sifuna talks or speaks, he speaks on the behalf of the party. Ni kumaanisha kwamba hata wale ambao walikuwa hapo karibu hakuwaiona kwamba leo hii iwapo hata kuwepo katika hii dunia wataharibu kile chama, lakini akaishi karibu na Edwin Sifuna ambaye hata wa sasa alishatoa ile jukumu lake kubwa, akasema mimi kati ya wale ambao wataharibu chama cha ODM, akaweza kuapa, akaambia baba Raila Amolo Odinga akiwa katika casket pale, mimi sitakuwepo. Kuna jambo ambalo ningetaka labda nimwambie msikilizaji na anasikiza. Katika nyumba kunaweza kuwa na watu wamezaliwa wengi, ndugu wa kwanza, wa pili, wa tatu, lakini unakuta katika hiyo nyumba mzazi anayempendeza mzazi ni mtu mmoja peke yake katika ile nyumba. Na ninakutanga hata wazazi wengine wakienda hospitalini wasemanga niitiwe mtoto fulani, kwa sababu huyo mtoto ndio roho ya mzazi. Mtoto akiwa mahali pale unakuta hata siku hizi unakuta kwamba watoto wengi ambao wamezaliwa katika familia wakiondoka hawakumbuki wazazi wao. Wakienda kule mbali hata mzazi akimpigia simu hapokei. Lakini kuna mtoto mmoja tu ambaye anakaa karibu na mzazi. Mzazi akimpigia simu anapokea haraka. Hata kabla hajapigiwa simu yule mtoto anampigia, anataka kumjulia hali mzazi unaenda namna gani. Akisikia ni mgonjwa kidogo ndio yule yuko mahali pale. Akisikia ni shida kidogo ndio yule yuko pale. Sasa anakuwa yule mtoto ni roho ya mzazi. Hivyo ndivyo Sifuna alikuwa kwa mtu ambaye anaitwa Raila, na yeye ndiye alielewa kila kitu, kwa sababu yeye ndiye alijua siri zote za Raila, kwa sababu alikuwa karibu na Raila na akampa siri zote za chama. Kwa hivyo kama kuna mtu alikuwa ameshika chama kile katika mikono yake yote, alikuwa anaitwa Edwin Sifuna, na ndio maana hangekubali kile chama kiweze kuuzwa, kwa sababu anajua uzito wa ile chama na anajua maana ya kile chama. Na pia katika macho yake alifunguliwa na akajua kwamba kile chama kuendelea kukaa mahali pale kitakachotokea ni kitu ambacho ni cha kushangaza, na labda kile chama kitafanya pia hadhi yake iinuke, kitafanya jina lake liweze kukua sana na kujulikana sana. Na pia kile chama alijua kwamba siku moja kitamfanya kuwa mtawala katika nchi ya Kenya. So yeye alijua siri, na mtu anapojua siri wakati wowote anajuaga la kufanya. Kwa hivyo yeye anajua la kufanya kwa sababu alijua siri ndani ya kuhusu kukaa karibu na baba, na akajua siri yoyote ambayo ya kufanya jina lake lisirudi chini. Na ukiangalia kama siri mtu ambaye Sifuna, katika watu ambao wametajwa katika mambo, hakuna mambo yote ambayo Sifuna ametajwa ndani. Hakuna mabaya yote ametajwa ndani. Hakuna corruption ambayo ametajwa ndani. Kwa hivyo jina lake ni safi, vile ambavyo Raila hawakumpata kuweza kumpata katika corruption. Hivyo ndivyo Sifuna imekuwa ni vigumu kumpata katika corruption. Na kwa sasa kwa muda huu ambao unapoongea saizi, ODM inategemea mtu anayeitwa Sifuna. John Mbadi tumemwona pia
amezungumza maneno ambayo imeonekana ni kama alifurahia kifo cha Raila Amolo Odinga, manake anawauliza kina Sifuna, kina Ruth Odinga kwamba mnashinda mkituambia kwamba Raila Odinga alisema, basi hako wapi huyo Raila? Ashakufa, hata tutajuaje alisema hayo maneno? Ni mambo ambayo yanaendelea katika chama cha ODM, kwa sababu inaaminika huenda John Mbadi anatumika na William Samoei Ruto kuweza kuinherit kile chama ama kuwa party leader wa chama cha ODM. Mtu anaitwa John Mbadi, kwa sasa nitamwambia John Mbadi ni nani. John Mbadi ni kibaraka wa serikali, na akiwa kibaraka wa serikali, chochote anachofanya anafanya kwa kushurutishwa. Hata katika kuongea anaongea kwa kushurutishwa, kwa sababu yeye ni kibaraka, anajua ujira wanaopata katika mambo haya yote anayoyafanya. Hata anapoenda kuongea vibaya huko, anajua ujira anaoupata. Kwa hivyo John Mbadi, chochote anachoongea anaongea kwa sababu ni kazi ambayo anafanya, na pia amelipwa kwenda kuongea hivyo. Kwa hivyo John Mbadi ni kibaraka wa serikali kwa sasa, na John Mbadi moyo wake haupo katika ODM, na ndio maana unakuta kwamba sasa yeye ameambiwa kwamba aingie kwenye UDA, ajaribu sana kunadi chama cha UDA, na ndio sasa na John Mbadi anataka kusimama katika kiti cha ugavana Nairobi kwa tikiti ya UDA. Na nitawaambia tu wazi hapa kama nabii na mtumishi wa Mungu, John Mbadi atakapoingia katika kiti cha ugavana katika Nairobi, huo ndio utakuwa mwisho wake wa siasa, na atarudi atulie kama mwananchi wa kawaida, na jina lake litatokomea kabisa. Kwa hivyo anajaribu sana kufanya kile ambacho anaambiwa afanye. Kwa hivyo si mzalendo halisi. Mtu mzalendo hupigania nchi yake, mtu mzalendo hupigania watu wake, lakini yeye anafanya kwa sababu ni kazi anafanya. Labda Bishop, tukikamilisha, kuna watu ambao wangependa kuzungumza nawe, labda utawapa namba ya simu ambao atakufikia naye. Kwa watu ambao mnangetaka kunitazama, jambo la kwanza, labda wengi sana hawaelewi, wanasema kwamba hawaelewi kanisa liko wapi. Na nataka niwaambie, nina ofisi iko tofauti na kanisa. Ofisi iko mahali tofauti na kanisa. Kanisa liko Lungalunga, na watu ambao wanauliza Lungalunga nitafikaje kanisani? Ukiwa sehemu yote ya Nairobi, enda kuna pale railways ama pale Muthurwa, uliza gari za Lungalunga. Kisha pana gari za Lungalunga, shukia stage moja inaitwa Kona. Kisha shuka stage inaitwa Kona, telemuka tu kidogo utafika Kawosh. Kisha fika Kawosh, uliza tu mtu yote ambao unaona kwenye Kawosh. Usiulize mtu yote anapita kwenye barabara, kwa sababu weekend ni watu wengi sana ambao ni wapitaji katika barabara. Uliza mtu kwenye Kawosh, kanisa la Soul Winning liko wapi, inalohubiriwa na Bishop Israel Yohana. Watu wa Kawosh wote wanajua kanisa mahali ipo, na iko kwenye hall ya community hapo Lungalunga. Na wewe ambaye ungependa kuja kwa ofisi, nenda bus station, chukua gari ya Kangundo Road, Super Metro, kisha shukia stage inaitwa Chokaa. Kisha shuka kwenye stage ya Chokaa, nipigie simu ukiwa mahali pale, utachukuliwa. Na nasema kwamba siku za kuona watu, naona watu wamekuwa wengi sana, nimeongezea. Nilikuwa nimesema Wednesday na Friday, lakini sasa nitaongezea siku ya Tuesday, Wednesday na Friday, kuanzia saa 2 kamili hadi saa 8 ya mchana. Kwa hivyo nambari ya simu, wewe ungetaka kunipigia pale, una shida yote ya kiroho, kuna mambo napiga nayo, nipigie, nitakusaidia. Nambari 0722 744 672, 0722 744 672. Shalom, shalom. Mungu awabariki sana.